Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mahujaji katika matumaini. Leo ni siku ya furaha sana. Ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru kweli hasa kwa zawadi ya Mhashamu Baba Askofu kuja mahali hapa kwa mara ya kwanza na kwa namna ya pekee kutoa huduma sakramenti ya kipaimara kwa watoto wetu. Ni baraka kubwa na nzito kweli. Tunaomba tumpigie Mungu makofi kwa zawadi hii. Lakini vile vile naomba tutoe salamu za shukrani kwako Mhashamu Baba Askofu kwa kuja kwetu kwa namna ya pekee kuwapatia kipaimara watoto wetu. Makofi kwa Mhashamu Baba Askofu. Siku ya leo isingekuwa siku ya kuongea maneno mengi sana. Naamini neno asante akumshukuru Mwenyezi Mungu lingetosha, na asante kubwa tumezungumza au tumeadhimisha katika adhimisho letu la misa takatifu, na ndani wamepata kipaimara vijana wetu na watu wazima 30, watu 100, vijana 134 na watu wazima 30. Kafanya jumla ya 163. Mmoja alipata kipaimara kwa sababu yuko seminarini Mapinga kwa ajili ya maandalizi kuanza form 1 hapo mwakani. Yeye hajapata kipaimara na hivi yuko kwenye mchakato wa kuomba usaidizi kutoka kwa rekta na parokia mojawapo Mfinga aweze kupata sakramenti ya kipaimara na kuendelea na elimu yake. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa neema hizi zinazomiminika katika parokia yetu. Kama unapotuona Mhashamu Baba Askofu, tumejaa wingi wa furaha. Tunafurahi kwa kila kitu kwa namna ya pekee kukuona tu wewe. Tunajawa na furaha na tunaionyesha wazi wazi. Na kwa namna ya pekee kulinganisha kutazama parokia yetu ni changa na ni mpya. Kwa hivi tuna kila sababu ya kuona fahari ukaribu wako na hasa kutembelea wewe mwenyewe binafsi katika maeneo yetu. Tunakushukuru sana na tunakupongeza kwa namna ya pekee umekuja kwetu hapa na kutuambia wewe kwa namna ya pekee Mhashamu Baba Askofu kwamba mwaka huu na mambo mapya mengi yamefanyika. Kanisa duniani limepata papa, yetu limepata askofu, na parokia yetu ni paroko na paroko msaidizi ni waumini, kila kitu. Hiyo ni kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa upya huu. Basi tunamwomba Mwenyezi Mungu azidi kutuimarisha kwa namna ya pekee kwa mapaji ya Roho Mtakatifu ambao vijana wetu wamepokea kwa namna ya pekee leo, na sisi sote tumejaa katika neema hizo. Kuimarika katika upya huo, lakini tuimarike na tukomae, tukue. Mimi napenda kutumia mfano kwamba familia inakuwa na furaha sana mtoto akizaliwa, sio? Lakini inakuwa ina furaha zaidi kuona anakuwa vizuri. Hata ukuaji wa kawaida mtoto anaanza kunyonya na kutambaa, atambaa wewe na kusimamia vitu, mama anakuwa makini sana.
usibaki tunatababa. Sio? Tumsifu Yesu Kristo. Na mimi tumepita hiyo hatua, tunatembea na pengine tunajitahidi kukimbia nyakati fulani. Basi tusikate tamaa, tuendelee kumtegemea Mungu na kwenda katika njia ile Yesu anafundisha. Na kwa namna ya pekee Baba Askofu anao ujumbe ambao ndio moto wa maisha yake, pendaneni. Kwa kweli kwetu sisi ni fundisho linalobaki kuwa msingi ili tuweze kuungana na kupendana kwa pamoja, tuweze kujenga parokia yetu. Mengi yamezungumzwa hapa katika risala ya halmashauri yetu. Basi tunashukuru na tunaamini Mungu atatenda kazi kuanzia hapa tulipofikia leo, na askofu amekuja leo kutupatia nguvu zaidi, kutumiminia nguvu zaidi ili tuweze kusonga mbele. Wakati nikishukuru mashamba ya askofu, twende kwa shukuru nyote kabisa kwa utayari wenu na namna ya pekee kwa wanakwaya kwa maandalizi mliyofanya pamoja na walimu wenu mpaka kufikia leo tunaonyesha liturujia iliyopendeza kweli hapa siku ya leo. Mashamba ya askofu, mimi nilipofika, miongoni mwa vitu ambavyo vilinifariji katika parokia hii kwa kweli wanakwaya. Nilipofika tumesema kama kuna wasiwasi pengine inawezekana ili kufikia moyo huko kwa maendeleo ya jirani, lakini baadaye tunazungumza watu wanakuwa kweli na wanaparokia ya parokia ya Kiruti waliopikwa kwa umoja na mshikamano na sadaka nyingi wanazofanya wao wenyewe wakiongozwa na mwalimu wao. Hapa tuweze kuwa nafasi ya upendeleo tumpongeze na kupiga makofi na kusalimu, ambaye kweli alifungua darasa vigapo vyote, hakuwa mchoyo wa karama aliyokuwa nayo, na kuanza kuwafundisha walimu wenzake katika vigapo vyote. Na hivi katika mazoezi anawapa tu hizo nyimbo, wanafanya mazoezi, baadaye wanakutana katika kuunganisha pamoja. Kwa hiyo upendo huo na namna ya kujitolea ambayo nayo kijana huyu, naomba simame kupigia makofi mazito kwa pamoja. Asante. Watu wengine wenye karama kama yako hata karama nyingine tofauti tuwe na uwezo wa kutoa kwa wenzetu pia kabisa. Vile vile tunawapongeza wote wasimamizi na wazazi wa vijana wetu, waendelee kuimarisha, wasijione wanyonge wanapokutana na upepo huko barabarani kwa mafuta sijui kwa neema zinazoshuka sijui neema nyingi za magari za fedha. Basi huo pepo wanapokea leo tuwasindikize, sio tuwasindikiza tulio hapa katika kuwasimamia, baada ya hapo tunapotea na wao wenyewe watapotea. Tuendelee kuwasindikiza na kuwasaidia ili waweze kudumu waaminifu na wenye imara katika imani yao, bila kusahau wazazi ambao mnakuwa karibu siku zote kushirikiana na hao wasimamizi kuwalea vijana wetu. Tunasema asante sana kabisa, bali bila kusahau waandishi wa habari ambao wanakuja kutumika katika kueleza taarifa mbalimbali za maadhimisho yetu na uinjilishaji. Ni mtu mmoja ya uinjilishaji kwa kweli. Habari njema kwenye maparokia yetu, wanajitahidi sana hawa wenzetu kutoa muda wao na gharama nyingi na sadaka nyingi kuhakikisha tunapewa au tunapaswa habari zilizo sahihi kutoka chanzo cha jimbo letu. Tunawashukuru sana. Na yuko hapa pamoja wawili na kabla tunawapongeza, kitu si vizuri tunapiga makofi tena kwa huduma nzuri na mfano. Sio leo, mara nyingi. Tusema karibu wakati
kwako. Kwa kweli, kwa sababu neno la kufanya uwe karibu ni hilo karibu, nasema hivyo uwe karibu. Kimsingi uko nyumbani wakati wote unaofaa usiofaa. Hapa unaweza kuona namna ya kukumbuka wanao. Tunafurahi sana, na kwa sababu tunafuraha sana naweza nikaharibu kitabu ulioko kwenye adhimisho la leo. Niseme tu asante kwa shamba wa askofu, asante kwa waumini wote, asante kwa yote na kwa ushirikiano mnaotoa tunaonipatia mimi pamoja na wenzangu Baba Balama katika shughuli hii. Tunashukuru sana Baba Benjamin Balama kwa upacha, lakini kwa ushirikiano. Kwa upacha tunaweza kuwa tunashirikiana sio hivi. Inawezekana kwa lakini sisi tuna huo upacha na ushirikiano wa karibu na ujirani wetu, na namna tunafikia ya jimbo na mshuti zilizozaliwa. Tunaweza siku moja na sisi kwa kweli tutakuwa pamoja tangu seminarini kwa kweli. Tukiwa kwa ndio tumeenda huko kijiji huko, tukiwa pamoja tumerudi pamoja na tukawahi pamoja tunatoka pamoja moja. Yaani hiyo tuna historia na sisi tunayoiandika. Kwa namna ya pekee kwenye siku yetu ya upadrisho tarehe 8 mwezi wa 8 2018, miaka 7 baadaye wanapatikana watoto wetu wengine tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu, na mmoja wao ni Benjamin Balama. Kwa hiyo tunayo furaha kubwa sana ya neema na faraja tunazotuunganisha sisi watatu katika majukumu yetu. Kwa namna ya pekee tunashamba la askofu, pende kutoa shukrani kwako kwa kutazama kama walivyosema wenzetu katika risala, kwa kutazama kwa jicho la pekee sisi wanafunzi. Tangu walivyopakiwa wale wa mashemasi wanaosita tu, lakini bado kwa kujia msuruti tulikumbukwa, na aliyekuja si mwingine alikuwa ni huyu leo tunamwita Benjamin Balama. Akaa nasi kwa mwezi mmoja, na baada ya ubadilisho ukaona ni vema arudi kuendelea kuhudumia, kushirikiana nasi katika kuhudumia na kutoa karama zake, utume wake, upendo wake na huduma ambayo kwa kweli anajitolea kweli kwenye huduma yetu, kwenye parokia yetu Baba Benjamin Balama. Hakuna mahali ambapo yeye kumpigia makofi kama mtu sio? Kwa sababu yeye kwa nyuma kama nyuma kwa sababu kwa hivi naomba asimame na tumpigie makofi mazito kwa majukumu anayofanya, na hasa kubali mwito wa kuhudumia hapa mshukuru. Basi malize kusema nyote kabisa tunawashukuru, na halmashauri yetu watatoa neno la kuwakaribisha tutakapofuata baada ya mkusanyiko huu. Lakini sasa nafikiri kuna wimbo kabla ya neno la mashamba kwa askofu na kwaya kwa wimbo huo, alafu tunakaribisha mashamba wa askofu kwa neno. Asante sana.